Taarifa ya JWTZ kuhusu kumpindua Samia Suluhu inatisha. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, subscribe. Hii ni mada nzito na ni mada inayogusa moja kwa moja usalama wa taifa, na ndani ya mitandao ya kijamii mjadala mkubwa umeibuka kuhusu muundo wa kiusalama wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, mfumo ambao kwa mujibu wa madai yanayosambaa mtandaoni uliundwa mahususi kuhakikisha jeshi haliwezi kamwe kupindua serikali iliyopo madarakani. Madai haya yameibuliwa na mwanaharakati wa mitandao Mange Kimambi, ambaye anasema mfumo huo ulianzishwa kwa makundi na uongozi wa kisiasa ili kudhibiti nguvu za kijeshi nchini. Kauli hiyo imechochea mjadala mpana, mjadala kuhusu historia ya mahusiano kati ya jeshi na siasa, na mjadala huu kuhusu jinsi mamlaka ya kisiasa yalivyoweza kuunda mfumo wa kudhibiti jeshi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosambazwa katika mitandao ya kijamii, mfumo wa sasa wa ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania uliundwa kwa lengo moja kuu, ambalo ni kuzuia uwezekano wa mapinduzi ya kijeshi. Na katika historia ya bara la Afrika, mapinduzi ya kijeshi yamekuwa tukio la kawaida katika nchi nyingi na serikali zimeanguka. Marais wameondolewa madarakani na mara nyingi jeshi limekuwa chombo kinachobadilisha mwelekeo wa uongozi wa taifa. Lakini Tanzania imekuwa tofauti. Tangu uhuru wake, taifa hilo halijawahi kushuhudia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanikiwa, na serikali zimebadilika kupitia uchaguzi. Mfumo wa kisiasa umeendelea chini ya chama kile kile kwa muda mrefu, na ndipo madai haya yanapoibua swali kubwa. Je, utulivu huo umetokana na mfumo maalum wa kuzuia jeshi kuwa na nguvu kamili ya kujipanga kijeshi dhidi ya serikali? Kulingana na madai hayo, mfumo uliopo ndani ya jeshi unahakikisha kuwa hakuna kambi ya kijeshi inayomiliki silaha zote zinazohitajika kwa operesheni kamili ya kijeshi, na badala yake silaha zinagawanywa. Sehemu ya vifaa vya kijeshi inakuwa katika kambi moja na sehemu nyingine inakuwa katika kambi tofauti. Kwa mfumo huo, hakuna kikosi kimoja kinachoweza kujipanga na kuendesha operesheni kamili bila uratibu wa juu kabisa wa uongozi wa jeshi. Kwa mfano, vifaa vya kivita vinaweza kuwa katika eneo moja, huku mifumo ya silaha nzito ikiwa katika kambi nyingine. Hali hiyo ina maana kwamba hata mazoezi ya kijeshi yanahitaji uratibu maalum kutoka ngazi za juu kabisa za uongozi wa jeshi. Ni mfumo unaotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama mkakati wa kudhibiti uwezekano wa kijeshi kuungana na kufanya mapinduzi dhidi ya serikali. Na kwa mtazamo huu, kila kambi ya kijeshi inafanya kazi kama kitengo kinachojitegemea, lakini kisicho na uwezo kamili wa kijeshi peke yake. Madai hayo yanaelekezwa moja kwa moja kwenye historia ya utawala wa awali wa Tanzania. Katika miaka ya mwanzo baada ya uhuru, nchi nyingi za Afrika zilishuhudia misukosuko ya kisiasa. Mapinduzi ya kijeshi yalitokea Ghana, Nigeria, Uganda na nchi nyingine nyingi. Tanzania chini ya uongozi wa awamu ya kwanza ililazimika pia kukabiliana na changamoto za kiusalama. Katika historia ya taifa hilo, tukio kubwa lilotikisa jeshi lilikuwa uasi wa wanajeshi wa mwaka 1964. Wanajeshi waliasi wakidai mabadiliko ya uongozi na maslahi bora, na tukio hilo lilisababisha taharuki kubwa katika taifa changa lililokuwa limepata uhuru muda mfupi kabla. Hatimaye uasi huu ulizimwa kwa msaada wa majeshi ya kigeni. Tukio hilo lilikuwa fundisho kubwa kwa uongozi wa kisiasa wakati huo, na tangu hapo serikali ilianza kuunda mfumo wa kuhakikisha jeshi linabaki chini ya udhibiti madhubuti wa mamlaka ya kiraia. Katika miaka iliyofuata, muundo wa jeshi uliendelea kubadilika na mamlaka ya kisiasa yakahakikisha kuwa ushawishi wa jeshi katika siasa unabaki mdogo. Mjadala huu sasa umeibua maswali mengi katika jamii, na kwa upande mmoja wapo wanaoamini mfumo huo umechangia utulivu wa kisiasa wa Tanzania kwa miongo mingi. Kwa mantiki hiyo, kudhibiti nguvu za kijeshi kunazuia uwezekano wa mapinduzi ambayo yameharibu mifumo ya kisiasa katika mataifa mengine ya Afrika. Lakini kwa upande mwingine, wakosoaji wanaona kuwa mfumo wa aina hiyo unaweza kuwa na athari kwa uwezo wa taifa kujilinda katika hali ya dharura ya kijeshi.
Na hapa swali linaibuka, je, mfumo wa kudhibiti mapinduzi unaweza pia kudhoofisha uwezo wa kijeshi katika hali ya vita? Ni mjadala mgumu, ni mjadala unaogusa mizani kati ya usalama wa kisiasa na usalama wa kijeshi. Na katika zama za sasa, mijadala ya aina hii imepata nguvu kupitia mitandao ya kijamii. Wanaharakati, wachambuzi wa wananchi na wa kawaida wanashiriki kutoa maoni yao kuhusu masuala ya taifa. Madai yanayotolewa mara nyingi huibua mijadala mikubwa kuhusu uwazi, uongozi na mifumo ya dola. Lakini pia wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mada zinazohusu jeshi zinahitaji tahadhari kubwa, kwa sababu mara nyingi taarifa kamili kuhusu miundo ya kijeshi huathiri za kiusalama wa taifa, na hivyo si kila madai yanayosambaa mitandaoni yanaweza kuthibitishwa kwa urahisi. Licha ya mabishano hayo, jambo moja linaonekana wazi, ambalo ni mjadala kuhusu mahusiano kati ya jeshi na siasa utaendelea kuwepo. Na katika nchi nyingi duniani, demokrasia imara inategemea kanuni moja muhimu, ambayo ni jeshi kuwa linabaki chini ya mamlaka ya serikali ya kiraia. Lakini wakati huo huo, jeshi linapaswa kuwa na uwezo kamili wa kulinda mipaka ya taifa na usalama wa wananchi. Ndani ya mizani hiyo ndipo nchi nyingi hujaribu kupata uwiano kati ya nguvu za kijeshi na utulivu wa kisiasa. Na katika historia ya Afrika, nchi nyingi zimeporomoka kutokana na mapinduzi ya kijeshi, lakini pia usalama wa taifa hutegemea jeshi lenye uwezo na maandalizi ya kutosha. Ndio maana mjadala huu unaibua swali moja kubwa: ni wapi mstari unapaswa kuchorwa kati ya kudhibiti jeshi kisiasa na kuhakikisha taifa lina jeshi lenye nguvu ya kulinda? Hilo ndilo swali ambalo linaendelea kujadiliwa kimya katika mijadala ya kisiasa, kiusalama na kijamii, na pengine mjadala huu utaendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko hata madai yenyewe. Ndo hayo tumekuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare video.